Tunasisitiza wakina mama kuhakikisha wananyonyesha watoto wao. Jamii bado ina nafasi kubwa kuhakikisha kwamba mama huyu anamnyonyesha mtoto vizuri. Lakini tunapohitimisha sio kwamba ndio mwisho wa kunyonyesha. Tuendelee kuonyesha mpaka miaka miwili zaidi. Wiki hii ya unyonyeshaji kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7 Agosti kila mwaka, na maadhimisho hayo hufanyika duniani kote na yameanza kufanyika mwaka 1992. Lengo ni kuweka ulinzi, kuimarisha na kuendeleza unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto. Na kauli mbiu ya mwaka huu inasema mwanzo imara wa mtoto huanza na maziwa ya mama. Kwa sisi kama mkoa wa Singida tunaadhimisha wiki hii kwanza kwa kutoa elimu kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, kwenye jamii kutumia huduma wa afya ngazi ya jamii na viongozi mbalimbali, lakini pia kwenye vyombo vya habari. Nitumie fursa hii kuhamasisha na kuendelea kutoa elimu kwa jamii, tufuate utaalamu na ushauri wa kitaalamu ambao tunawapatia katika kuhakikisha watoto wetu tunawawekea mwanzo bora au mwanzo imara kama kauli mbiu inavyosema. Tunasisitiza wakina mama kuhakikisha wananyonyesha watoto wao mpaka anapofikisha miaka miwili au zaidi. Hii itamsaidia sana mtoto wake kukua vizuri kiafya, kiakili, lakini pia kuwa na kinga bora ambayo inaweza kumsaidia mtoto huyo asipate maradhi. Mtoto anapofikisha miezi 6 anatakiwa aongezewe chakula cha nyongeza, kwa sababu tayari mwili wa mtoto unakuwa hauwezi kupata virutubishi vyote kwa maziwa ya mama tu peke yake. Lakini pia mtoto huyu anapoongezewa vyakula vya nyongeza anatakiwa aendelee kunyonyeshwa mpaka anapofikisha miaka miwili au na zaidi. Jamii bado ina nafasi kubwa kuhakikisha kwamba mama huyu anamnyonyesha mtoto vizuri. Tunajua kwamba kuna swala la ukatili. Na ukatili unaweza ukawa aina mbalimbali. Unaweza ukawa ukatili wa kimwili, unaweza ukawa ukatili wa kingono, unaweza ukawa ukatili wa kiuchumi, unaweza ukawa ukatili wa kihisia pia. Sasa endapo mama huyu akawa anapitia ukatili wa aina yoyote ile, hataweza kumnyonyesha mtoto vizuri. Ni namna gani huyu mama anatakiwa kumpakata mtoto wake wakati anamnyonyesha? Hii picha hapo unaona huyu mama anamnyonyesha mtoto wake, tumbo la mtoto na tumbo la mama ndio limegusana. Kichwa cha mtoto kinatakiwa kikae kwenye kiwiko cha mtoto, na huu mkono hapa mama anatakiwa ashikilie matako ya mtoto hapa. Lakini pia tunaona ni kwa namna mama alivyoshikilia nyonyo yake, sio kubinya, ila ni kuishikilia kama kuisupport kidogo hivi isimlemee mtoto. Sehemu nyeusi ya nyonyo unatakiwa umsogezee mtoto wako pale na yote mtoto aingie. Ni eneo gani hilo? Ni eneo hili hapa. Baada ya kumweka kwenye hili eneo, tunasema kwamba mtoto unatakiwa kuhakikisha mtoto amefungua kinywa sawa sawa. Ndio unaona hapa mtoto amefungua kinywa sawa sawa. Lakini sasa mdomo wa chini imepanuka na imebinuka kwa nje. Unaona huyu mtoto mdomo wake wa chini umebinuka kwa nje. Lakini pia mdomo wa juu umebinukia kwa huko. Lakini kidevu tulisema kwamba kidevu kinafanya nini? Kinagusana na titi. Unaona kabisa mtoto wetu huyu hapa ananyonya vizuri kabisa kidevu chake, baada ya mdomo wa chini kugeuka nje, kidevu chake kimegusana na titi. Kwa hiyo sasa na mashavu yanakuwa ya mviringo. Unaona kabisa mashavu ya mtoto wetu hayajabonyea huku na huku, yamekuwa ya mviringo. Kwa hii ni namna nzuri kabisa unatakiwa kujua mtoto wangu anavuta maziwa vizuri. Utasikia kimlio fulani hivi cha sauti mtoto akiwa anameza maziwa vizuri. Utasikia yani mtu anapomeza kitu, hasa mtoto anapomeza kitu utasikia kimlio fulani hivi kama cha gumio. Elimu hii ya unyonyeshaji huwa tunaitoa mara nyingi sana kwenye kliniki zetu, na huwa inaanza pale ambapo mama anapokuwa mjamzito, kwenye wodi za wazazi baada ya mama kujifungua. Tunaposisitiza umuhimu wa unyonyeshaji wa maziwa ya mama, baba hajaachwa kwa maana ya kwamba ili kusudi mama aweze kupata ule muda wa kutosha, kwa sababu kati ya dakika 20 mpaka 30 kwenye titi moja kabla kumpeleka kwenye titi jingine, ili kusudi aweze kupata kitu sahihi, baba ana ushiriki mkubwa sana. Anapaswa ashiriki katika kufanikisha huu unyonyeshaji, kwanza kwa kumlegezea kazi huyu mama, lakini pia kwa kutoa rasilimali ya mama anahitaji kula ili kusudi aweze kupata maziwa. Tumejifunza kwamba tunatakiwa kunyonyesha watoto mpaka kuanzia
mwezi 0 mpaka miezi 6. Baada ya hapo tunaruhusiwa kuwapa vyakula vya asili. Afya bora kwa mtoto na lishe nzuri inasaidia katika ukuaji wa mtoto. Anakuwa na afya bora na inamkinga na magonjwa mbalimbali, na pia inasaidia mtoto anakuwa na akili timamu. Wadau wetu wa Action Against Hunger kwa kweli tuwashukuru kwa namna ya pekee sana. Wameweza kushirikiana na serikali, na hata tunavyoangalia watoto wetu huko tukifanya assessment tunakuta watoto wana afya njema, wananyonya vizuri na wanaendelea kufuata utaratibu wa unyonyeshaji. Kwa hiyo kwa namna ya pekee sisi kama serikali pia tunawashukuru sana hawa wadau wetu. Tunatambua na tunaithamini kazi kubwa sana ambayo hata wananchi wao wenyewe wamekuwa wakizungumzia na kutambua kile ambacho wanakifanya. Tunaendelea pia kuwaomba na wadau wengine wote wenye nafasi nzuri tuweze kushirikiana nao. Mtu mmoja mmoja tunaweza tukashirikiana, vikundi mbalimbali tunaweza tukashirikiana tukatengeneza mafunzo. Inaweza kawa ni mafunzo darasa, inaweza ikawa tunafundisha kitu fulani, usafi, mama aweje wakati ananyonyesha, ataandaa vitu gani, maziwa ya mama yaandaliweje. Kwa hiyo mambo yako mengi ambayo tunaweza tukafundisha kwa kushirikiana. Ninawakaribisha wote tuendelee na maadhimisho yetu haya ambayo tumeanza kuanzia tarehe 1 na tunatarajia kuyahitimisha tarehe 7, lakini tunapohitimisha sio kwamba ndio mwisho wa kunyonyesha, ni kwamba tunaendelea zaidi na zaidi na tukihakikisha kwamba elimu itamfikia kila mmoja na watu wataendelea kunyonyesha, na baadaye tunatarajia kuwa na taifa lenye afya njema kwa sababu watoto watakuwa wamenyonya vizuri na wataweza kulijenga taifa vizuri.